Na ufutaji wa masikio namna hii, unapeleka mikono yako kuanzia hapa mbele unakuja nayo mpaka nyuma, alafu kiregesha hivi unamalizia na masikio. Vidole hivi vya shahada ambavyo tunatumia katika shahada ndani ya swala, mkono wa kulia na mkono wa kushoto, hivi vyote viwili ukiweka hapa kwenye masikio, hivi vya gumba viwili viko nje ya masikio, unachanganya kufuta kwa mtindo kama huo. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi wa khayral hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharral umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kulla dalalatin fi an-nar. Allahumma a'idhna min an-nar, Allahumma a'idhna min al-bid'ah. Wapendwa Waislamu, tukiwa tunaendelea kutoa mafunzo matukufu ya ibada tukufu ya swala, ikiwa ndilo tuliloelekezwa na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam kulifanya, kwani kwa hakika aliposema kwamba sallu kama raitumuni usalli, swalini kama mlivyoniona nikiswali, maneno haya yanaashiria kujifunza swala ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwani hatuwezi kuiswali swala ya mtume ila kwa kupitia kujifunza swala hiyo. Ndipo hapa ndugu zangu, kupitia hadhara hii ya Halali Charity TV tunaendelea kupeana mafunzo kwenye ibada hii tukufu ya swala. Tupo katika kuzungumzia tahara ya udhu, ambapo tuliweza kutangulia kuzungumza nyuma kuhusiana na faraidhul udhui, faradhi za udhu, matendo ambayo yana lazimu kwa mwenye kutawadha kuyatimiza. Tuliweza kuzungumzia nia, ambapo ndio jambo la kwanza na faradhi ya kwanza katika udhu. Lakini vile vile tukazungumzia kusukutua na kupandisha maji puani, ikiwa hili ni katika yale matendo ambayo wanavyoni wametofautiana juu ya wajibu wake au la, kwamba je, kusukutua na kupandisha maji puani ni wajibu au ni sunna. Tukaweza kueleza ile lilozungumzwa na wasomi, lakini ikapatiwa kiupaumbele ile kauli inaosema kwamba kusukutua na kupandisha maji puani ni katika faradhi za udhu, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha tuoshe uso, na huko kusukutua na huko kupandisha maji puani, sehemu ya kusukutua na sehemu ya kupandisha maji puani ipo katika uso ama sura. Lakini pia tukazungumzia kuosha uso, tukaeleza ile mipaka ya kisheria ya uso, inavyotakiwa uso uoshwe kwa mipaka hiyo. Lakini vile vile tukazungumzia kuosha mikono miwili, pia tukaweza kufahamisha ule mpaka wa mkono unaanzia wapi kuoshwa na unamalizia wapi. Haya tuliweza kuzungumzia kwenye kikao kilichopita. Leo ndugu zangu, tutaendelea mbele katika kusoma udhu, ikiwa ni sehemu mojawapo ya ibada tukufu ya swala, kwani swala inaanzia kwenye udhu, kwa kuwa ni kiungo katika viungo vya swala kuweza kukubaliwa. Lazima Muislamu atahirike kutokamana na hadathi, na hapa tuizungumzia kuiondosha hadathi ndogo, hadathi ambayo inaondoshwa kwa huku kutawadha. Leo tutaendelea kuzungumzia faradhi zilizobakia za udhu, ikiwa moja kwa moja tuingia katika faradhi ya mashu ra'si, kufuta kichwa. Liqaulihi ta'ala, kwa kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala aliposema wamsahu ruusikum, futeni vichwa vyenu, futeni vichwa vyenu.
Allah subhanahu wa ta'ala anaamrisha kufuta kichwa. Kabla sijafika mbali zaidi na kabla sijaendelea zaidi, tunatakiwa tufahamu kwamba kichwa kinafutwa tofauti na uso na mikono na miguu inaoshwa. Tulipozungumzia uso tulisema ghaslul wajhi, kuosha uso. Tulipozungumzia mikono tulisema ghaslul yadaini, kuosha mikono miwili. Kwenye kichwa tumesema mashu raasi, kufuta kichwa. Kwa hivyo kichwa kinafutwa wala hakioshwi. Itakuwa ni makosa mtu atakapotumia maji ama kuchukua maji akamimina kwenye kichwa chake kukiosha, ima akakiweka chini ya mfereji akakimwagia maji wakati wa tawadha, au pengine akachukua mkebe wa maji au mkopo wa maji akatia kwenye viganja maji afa akajimiminia kwenye kichwa akawa anakiosha kichwa. La, kichwa hakioshwi bali kinafutwa. Kinafutwa vipi kichwa? Ikhtalafa ulamau fi adadi marati mashi ras, kama ikhtalafa kadhalika fi alqadri alwajib fi mashi rasi. Wanavyoni wametofautiana kuhusiana na idadi ya kufuta kichwa. Kichwa kinafutwa mara ngapi? Lakini vile vile wametofautiana ni kiwango gani cha wajibu kinatosheleza kwenye kufuta kichwa. Kichwa kinafutwa vipi? Na ikiwa kinafutwa mara ngapi? Wasomi wametofautiana katika hili. Wa hunaka munazaatun kathiratun fi tahqiqi hadha alhukmi. Kuna mvutano mkubwa sana katika jambo hili la kichwa kinafutwa mara ngapi, kichwa chafutwa vipi. Lakini ndugu zangu, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, wa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul, mnapozozana katika jambo lile liregesheni kwa Allah na mtume wake. Bila shaka Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alionekana akilitekeleza hili la kufuta kichwa. Tumwangalie mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam alifuta kichwa vipi, ili tujitoe katika mzozo huu. Wa raddu ila rasul huwa raddu ilayhi au ila sunanihi ba'da wafatihi. Kurudi kwa mtume ni kurudi kwake kama alivyofanya sahaba wakati mtume yuko hai, wakimrudia ili kupata utatuzi wa mambo ambayo yanawasumbua. Lakini kurudi kwa mtume baada ya kufa kwake ni kurudi katika suna zake, hadithi zake sahihi ambazo zimebainisha uhalisia wa yale ambayo alikuwa akiyatenda katika ibada zake tukufu na katika miamala mingine ya kimaisha. Sasa katika hili la kufutwa kichwa, je, kichwa kinafutwa mara ngapi? Na je, kichwa kinafutwa vipi? Imethubutu katika hadithi ambazo lau tutaweza kuziangalia hapa na kuzichambua, tutazipata kwamba ufutaji wa kichwa kwa mujibu wa hadithi hizo umegawanyika katika vigawanyo vitatu, kama huwa thabitu min fi'li nabii sallallahu alaihi wasallam, kama ilivyothubutu kwa alivyofanya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ufutaji kichwa upo katika sura tatu ama njia tatu au miongozo mitatu. Awalan, almashu ala jami'i rasi walahu suratan, kufuta kichwa kizima. Na huu ufutaji wa kichwa kizima una hali mbili. Asuratul ula an yad'a yadayhi inda muqaddimati ra'sihi thumma yarji'u bihima ila kafahu thumma yarudduhuma haythu bada. Njia ya kwanza wa ufutaji wa kichwa kizima ni mwenye kutawadha aweke mikono yake mbele ya kichwa, kisha airegeshe mikono hiyo mpaka nyuma, kisha alafu airudishe tena mbele.
namna hii, anaitoa mikono hapa mbele, anaileta mpaka nyuma kwenye kisogo, alafu anairegesha tena mbele. Hii ni njia ya kwanza ya ufutaji kichwa, na hapo itakuwa umeeneza kichwa kizima. Fa an Abdullah bin Zaid radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam masaha ala ra'sihi biyadayhi, kwamba Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alifuta kichwa chake kwa mikono yake miwili. Fa aqbala bihima wa adbara, kwa maana akaipeleka mbele na akaileta nyuma kama nilivyoonesha hapa. Badaa bimuqaddimati ra'sihi thumma dhahaba bihima ila qafahu, alianza mbele hapa akaileta mikono yake mpaka kwenye kisogo. Thumma raddahuma ila almakani alladhi badaa minhu, kisha akairegesha mikono hii pale alipoanzia ambapo ni mbele. Kwa hivyo hii ni namna ya kwanza ya kufuta kichwa kizima. Asura thania, ama namna ya pili, an yadha yadayhi fi a'la ra'sihi inda mirfaqi sha'ri, inda mifraqi sha'ri, thumma yamurru yadayhi hasba tijahi sha'ri. Mwenye kutawadha anaweka mikono yake katikati ya kichwa chake, kisha ile mikono anaipitisha kwa kufuatilizia nywele zake zilivyo. Ikiwa nywele zimekuja chini huku, atafuatilizia zile nywele kuzifuta. Kama zimekuja nyuma, atazifuatilizia kuzifuta. Kama zimekuja mbele, atazifuatilizia kuzifuta. Yani atapeleka mikono yake kufuatilizia nywele zake pale zilipolalia. Fa an Rabi' binti Muawad radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam tawadda indaha. Inaelekezwa hapa kwamba Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alitawadha kwa Ar-Rabi' bintu Muawidh, famasaha ar-ra'sa kullahu, kwamba Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akafuta kichwa kizima. Min qarni sha'r kullu nahiya al-munsab bi-sha'r la yuharriku sha'ra an hay'atihi, kila upande wa kichwa, kila upande wa nywele aliweza kupeleka mkono wake, akawa ni mwenye kufuta kichwa kizima kwa mtindo huo. Akawa anafuatilizia maelekeo ya nywele zake pale zilipolalia, anapeleka mkono wake katika nywele hizo. Kwa hivyo ima ni kuleta ubavuni au mbele au nyuma, kisha kwamba nywele zake zote amezipaka maji kwa mtindo huo. Kwa hivyo hii ni hali ya kwanza ya ufutaji kichwa, ambayo ni hali ya kufuta kichwa kizima. Nayo ni ima upeleke mikono yako kuanzia mbele kuileta nyuma, kisha uregeshe mbele tena, ama kichwa chako kifute chote kwa kufuatilizia nywele zako kuzipaka maji, ima kuliani, ubavuni, ama nyuma au kushoto. Namna ya zile nywele vile zilivoketi ndivyo unavyopeleka mikono yako kufuatilizia nywele hizo. Thania, almashu ala al-imama wahdaha. Njia ya pili ya kufuta kichwa ni kufuta juu ya kilemba peke yake. Fa an Amr bin Umayya radhiyallahu anhu qala ra'aytu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yamsahu ala imamatihi wa khufayhi, kwamba Mtume nilimuona akifuta juu ya kilemba chake. Nilimuona Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akifuta juu ya kilemba chake na viatu vyake vya khofu. Wayajuzu lilmar'ati an tabsaha ala alkhimari, na mwanamke yafaa kwake vile vile kufuta juu ya mtandio wake ulioko kwenye kichwa chake. Waqad thabata dhalika ala Ummi Salama radhiyallahu anhuma, na hili limethubutu kwa Ummu Salama. Kwa hivyo njia ya pili ya ufutaji kichwa ni kufuta juu ya kilemba chako, ni kufuta juu ya kilemba ambacho umekivaa. Wala yushtaratu fil mashi ala al-imama an takuna labista ala tahara, haishartishwi kufuta juu ya kilemba kwamba ni lazima uwe umekifuta ukiwa tayari upo katika tahara, kama vile kufuta juu ya hofu. Takuja kuzungumzia masala ya kufuta juu ya hofu ama juu ya viatu, ambapo hutakiwi kufuta juu ya hofu zile mbili au viatu
mpaka kwanza utawadhe, uvivae ukiwa uko tohara. Lakini katika masala ya kufuta juu ya kilemba, si lazima kwamba mpaka uwe uko katika tahara ama umo katika udhu ndipo uweze kufuta juu ya kilemba chako. Wanaweza kufuta juu ya kilemba chako ikiwa ndo udhu wako wa kwanza ambao unauchukua, hata kama haupo katika tahara. Lakini hali ya tatu, almashu ala nasiya wal imama. Hali ya tatu ni kufuta juu ya utosi na juu ya kilemba, yani kufuta katika sehemu ya kati ya kichwa chako, kisha baada hapo ufute juu ya kilemba, kwa maana umalizie. Fa anil Mughira ibn Shu'ba radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam tawaddaa famasaha binasiyatihi wa ala al-imama wal khuffayn, kwamba Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alifuta kwenye utosi wake kisha akafuta kwenye kilemba chake na hofu zake. Kwa hivyo hapa tumegundua kwamba ikiwa mtu ataamua kufuta sehemu mojawapo ya kichwa tu au baadhi ya sehemu ya kichwa, basi anatakiwa baada ya hapo awe atakuwa ni mwenye kufuta juu ya kilemba. Kwa hivyo lile ambalo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alilifanya na lililopokewa kwake katika kufuta ni kufuta kichwa kizima kwa maelekezo tuliyoyatoa, lakini vile vile kufuta juu ya kilemba. Pia atafuta juu ya kilemba kwa kujumuisha mikono yake kama tulivyoonesha kwenye kufuta juu ya kichwa. Vile vile anapofuta juu ya kichwa ndivyo hivyo anapofuta juu ya kilemba, anapeleka mikono yake nyuma kisha anaregesha mbele. Lakini ikiwa mtu atafuta sehemu ya kichwa chake kama utosini hapa, kama tulivyozoea baadhi yetu, utakuta mtu anatawadha akifika kichwani anapiga tu hapa juu utosi hivi. Hili ni iwapo wewe utakuwa una kilemba, utafuta juu yake baada ya hapo. Kwa hivyo unaruhusiwa kufuta sehemu ya kichwa, pengine ukivue kilemba chako kidogo ufute tu hapo juu utosi, alafu kilemba chako ukiregeshe umalizie kufuta juu ya kilemba. Lakini kama hauna kilemba, basi itakuwa si sawa wala si mwelekeo kufuta tu sehemu moja ya kichwa chako, ima kwenye utosi au kwenye ubavu wa kichwa, ima ubavu wa kulia ama ubavu wa kushoto, bali unatakiwa ufute kichwa kizima kwa mwelekeo huu ambao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametuelekeza. Kwa hivyo haya ndiyo ambayo wanavyuoni wametofautiana juu ya ufutaji kichwa. Unafuta mara ngapi? Tumeona kwamba hapa kwa mujibu wa hadithi zilizokuja na Mtume alivyofanya, alikuwa akifuta kichwa chake kizima kama tulivyoona hapa. Lakini ikiwa atafuta sehemu tu ya kichwa hasa utosini, basi atafanya hivyo kisha baadaye amalizie na kufuta juu ya kilemba. Tukifuata haya yatakuwa ni bora zaidi. Fa inna khaira alhadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, kwani mwongozo bora ni mwongozo wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo tukimalizia swala hilo la ufutaji kichwa, tuende katika nguzo ya sita ambayo ni mashu al-udhnaini, kufuta masikio mawili. Ufutaji wa masikio, ndugu zangu, ni moja katika yale matendo ambayo wanavyuoni wametofautiana. Je, kwenye kutawadha kufuta masikio ni wajib, ni faradhi au ni sunna? Taqaddama anna min faraidhi alwudhu'i mashu ras. Tumetangulia kuzungumza hapa kwamba miongoni mwa faradhi za udhu ni kufuta kichwa. Walakin hal mashu al-udhnayn wajibun aidan au mustahab? Lakini je, kufuta masikio ni wajibu vile vile au ni jambo ambalo limependekezwa, ni sunna? Ikhtalafa fi dhalika ahlul ilmi. Wanavyuoni pia wametofautiana hapa. Wako wanaosema ni sunna, si wajib, na wako wanaosema kuwa ni wajib. Wasawabu alqawlu biwujubihi, lakini kauli sahihi, kauli ya sawa ni kauli ya kusema kuwa ufutaji masikio vile vile ni wajib, li hadith, kwa mujibu wa hadithi isemayo al-udhunani min ar-ra'si, kwamba masikio ni sehemu ya kichwa
masikio mawili ni sehemu ya kichwa. Hadithi hii ipokewa na Imamu Abu Daud wa Tirmidhi wa Ibn Majah, na ni hadithi ambayo ina njia nyingi na ushahidi mwingi, yenye njia zenye kuonesha usahihi wa hadithi hii, na wanavyoni wanaoshughulikia hadithi akiwemo al-Imam Albani rahimahullah ameisahihisha hadithi hii na ameiweka katika viwango vya hadithi ambayo ni haki kuweza kufanyiwa kazi kwa usahihi wake. Kwa hivyo ikiwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema al-udhunani min ar-ras, kwamba masikio mawili ni sehemu ya kichwa, bila shaka itakuwa kufuta masikio ni jambo la wajibu, kama alivyotuelekeza Allah tufute kichwa, wamsahu biruusikum, na masikio ni sehemu ya kichwa, itakuwa ufutaji wa masikio vile vile ni jambo la lazima. Lakini Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam amefuta vipi masikio haya pamoja na kichwa? Tunatakiwa tuelewe kwamba katika ufutaji masikio haya, wakati mtu anafuta kichwa chake, ajue anatakiwa ayafute masikio nje na ndani, kwa mujibu wa hadithi ya Ibn Abbas radhiallahu anhuma, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam masaha bi ra'sihi wa udhnayhi dhahirihima wa batinihima. Masaha bi ra'sihi wa udhnayni dhahirahuma wa batinahuma, kwa maana alifuta nje na ndani. Wa fi riwaya inda an-Nasa'i batinuhuma bil musabbihataini wa dhahiruhuma bi ibhamaihi, kwa maana alifuta masikio kidole cha vidole vya gumba viko nje na vidole vya musabbiha vya tasbihi hizi viko wapi? Viko ndani. Kwa maana wakati unafuta kichwa unachanganya pamoja na ufutaji wa masikio namna hii, unapeleka mikono yako kuanzia hapa mbele unakuja nayo mpaka nyuma, alafu kiregesha hivi unamalizia na masikio. Vidole hivi vya shahada ambavyo tunatumia katika shahada ndani ya swala, mkono wa kulia na mkono wa kushoto, hivi vyote viwili ukiweka hapa kwenye masikio, hivi vya gumba viwili viko nje ya masikio, unachanganya kufuta kwa mtindo kama huo. Wala yushtaratu limashihima ma'un jadid, wala haishartishwi kufuta masikio upate maji mengine mapya, bali yakfi mashuhuma ma'ar ras, bali yatosheleza kufuta masikio pamoja na kichwa kama nilivyoashiria. Asema al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah, lam yathbut anhu annahu akhadha lahuma ma'an jadidan, kwamba haikuthubutu kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwamba yeye alikuwa akichukulia masikio yake maji mengine mapya, bali maji yale yale ambayo ameyatumia kufutia kichwa ndiyo hayo anayoyatumia kufutia masikio yake, kama tulivyoelekeza. Baada ya kufuta kichwa chake, kupeleka mikono yake nyuma, kisha kuleta mbele, maji hayo anayatumia kufutia masikio yake, na hapo itakuwa moja kwa moja umeweza kuyafuta masikio pamoja na kichwa, ili kuweza kufuata mwelekeo ambao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametuelekeza. Natumai tukikomea hapa itakuwa si vibaya katika wadhi wa leo. Tumezungumzia nguzo mbili hapa, ambapo ni mas'ur ras, kufuta kichwa kwa mwelekeo huo ambao tumeonesha. Kwa hivyo ndugu zangu, kama ilikuwa labda tumezoea kufuta kichwa tu sehemu ya utosini, basi hili tujaribuni kidogo kuliwacha. Tufuteni kichwa wakati tuna tawadha kama alivyofuta Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini vile vile kama ilikuwa labda tumezoea kufuta kichwa kisha baadaye tukachukua maji mengine tukafutia masikio pia kidogo, hebu tuache hivyo, tufute vile Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifuta. Mtume alikuwa akichanganya ufutaji kichwa pamoja na ufutaji wa masikio. Tukifanya hivyo ndugu zangu, tutakuwa tunaufuata ule mwelekeo sahihi tuliotakiwa tuandame. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana
hakika kwa mtume wa Allah muna kiigizo chema. Ibada tuzifanyeni kwa kisheria, tusizifanye kwa mazoea au kwa ada vile tulivyoona watu wakifanya au tulivyonukia tukiona watu wakitekeleza ama tulivyozoea kuona watu wakifanya. Litakapokuja swala la ibada kwenye mwongozo wake, ima kwenye Qur'ani au kwenye Sunna limeelekezwa jambo hilo la ibada, hatuna budi kuweza kufuata mwongozo huo na kuyaacha yale mazoea ambayo labda tumeyazoea, ili tuweze kufikia kima cha ubora katika ibada zetu. Tukifaulu katika udhu, bila shaka tutaweza kufaulu katika ibada ya swala yenyewe. Na tutakapoanguka katika udhu tukautimiza kiada kidesturi hivi kimazoea bila kujali kwamba ni ibada hiyo ni mafunzo yake, basi hata swala pia yawezekana ikawa itakuwa na matatizo na maafa makubwa ya kutokuwa na mwelekeo sahihi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kikao kitakachokuja insha Allah tutamalizia faradhi nyingine zilizobakia ya 7 na 8 na 9. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.